السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم katika hadithi inayosimuliwa na Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. فقالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والحديث متفق عليه. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyokuwa mashuhuri, hadithi ambayo kwa wakati wetu tuliokuwa nayo ni muhimu mno, kwani kipindi ambacho watu wengi katika jamii yetu wameshaandaa mikakati yao na ratiba zao za mwaka mzima kwa kufuata hesabu ya jua kwa mwaka wa miladia kwa ajili ya mambo mbalimbali ya maendeleo ya dunia yao. Lakini wakati mipangilio hiyo inaendelea, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia ijtanibu sab'al mubiqat, jiebusheni na madhambi saba yenye kuangamiza. Fanyeni mambo yenu, imarisheni dunia yenu katika njia ya haki na uadilifu, wakati huo mkijiepusha na mambo saba ambayo ni yenye kuangamiza, almubiqat. Waqalu ya Rasulullah ma hunna? Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakasema kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni yapi hayo mambo au madhambi yenye kuangamiza? Qala ashirku billah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mambo saba yenye kuangamiza, la mwanzo ni kumshirikisha Allah. Kwa hakika ushirikina ni jambo lilokuwa baya zaidi, kwani kuhamisha haki ya Allah na kuipeleka kwa asiyekuwa Allah, kwa limekuwa ni dhulma kubwa mno ambayo haijawahi kushuhudiwa dhulma yoyote katika mgongo wa ardhi, isipokuwa ni dhulma kubwa zaidi ni hii ya shirki.
فقال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, hakika tumekufunulia wewe, yani Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khitab linnabii sallallahu alayhi wasallam, mazungumzo yanaelekezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba tumekupa wahai wewe, wa ila alladhina min qablika, na vile vile tumewapa wahai manabii na mitume waliotangulia kabla yako. La in ashrakta la yahbatanna amaluka, na ikiwa utamshirikisha Allah basi la yahbatanna amaluka, matendo yako wewe Muhammadi yataporomoka. Matendo yako mema unayoyafanya yote yataporomoka. Kwa nini? Ikiwa utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal khasirin, si hivyo tu bali utakuwa ni miongoni mwa watu ambao waliokhasirika, waliopata hasara. Angalia ubaya wa shirki. Maneno haya, khitabu hii anaelekezewa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa imamul anbiya'i wal mursalin, aliyakuwa yeye ndiyo kiongozi wa manabii na mitume. Lakini anaambia ikiwa wewe Muhammad utamshirikisha Allah basi matendo yako yote yataporomoka na utakuwa ni mwenye kupata hasara. Khitabu hii ni kwa Muhammad, wama baluka ilaina, ikoje upande wetu? Imani zaidi ya mtume salama kuwa ni kumshikia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yeye ndio wakwanza kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwalingania watu wampwekeshe Allah, kuambia qulu la ilaha illa Allah tuflihun, semeni ya kwamba hakuna mola basaye kuabudiwa kwa haki. Kwa hakika mkisema hivyo, mkaitakidi hivyo na mkaishi kwa utaratibu huo, basi nyinyi mtafaulu hapa duniani na vile vile kesho akhira mtakuwa ni wenye kufaulu. Enyi ndugu zangu, shirki ni kitu kibaya mno, ni dhambi iliyokuwa kubwa mno. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia walillahi fa'bud, bali muabudu Allah peke yake, wakum minashakirin, na kuwa ni miongoni mwa waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya inaonyesha ubaya wa shirki. Ni katika moja ya mambo 7 yenye kuangamiza ni shirki billahi ta'ala. Cheni Allah subhanahu wa ta'ala, mpwekesheni Allah kila wakati. Mkiangalia, mkipanga mambo yenu ya dunia yenu, mkipanga safari zenu, basi angalieni swala zima la kumpwekesha Allah na kujiepusha na shirki, kumshirikisha Allah kwa aina yoyote ile, na kufanya lolote ile ambalo litapelekea kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Faqalu ya Rasulullah wa ma hunna, masahaba wakamuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ni yapi hayo yenye kuangamiza? Akawaelezea ashirku billah wasihr, na uchawi. Uchawi ni moja ya mambo yenye kuangamiza na ni moja ya mambo ya haramu. Uchawi ni haramu, kwa maana yule mchawi au mtu ambaye amekwenda kutafuta uchawi ili apate kitu cha kuroga ni vitu vya haramu, hata ikiwa uchawi huo unanasibishwa na dini, unanasibishwa na Qur'an, bado hilo ni jambo la haramu kwa sababu ni sihiri. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wala yuflihu as-sahiru haythu ata, fahamu ya kwamba mchawi hatofaulu popote endapo.
mahama itakavyokuwa, mchawi hatofaulu, kwa sababu uchawi ni haramu, ni mambo mabaya katika mambo yenye kuangamiza. Mtu yoyote anayefungamana na mambo ya sihir na mambo ya kichawi na kilozi na kiwanga ajiepushe, atubie kwa Mola wake, aache, kwa sababu hatofaulu, si hapa duniani wala si kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika kwamba uchawi uko aina nyingi mno, uchawi uko aina nyingi mno, na watu leo hii wamefikia kufanyia ihmali, uzembe, na kuona baadhi ya vitu kwamba ni vitu vya sawasawa, hali ya kuwa ni katika nau min anwa'i sihr, ni mambo miongoni mwa mambo ya kichawi. Kwa Waislamu tuzinduke, tusiingie katika maisha yetu yanakwenda mbele, tusiingie kuharibu amalana, kuharibu matendo yetu kwa kufanya vitendo vya kichawi. An ba'd azwaji nabii sallallahu alayhi wasallama, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. أنا سيما ونمتم صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم ya kwamba yule ambaye atakaendea makuhani, atakaendea waganga wa kienyeji, waganga, makuhani, wapiga ramli, wachawi, fasalahu an shay'in, akaenda kuuliza jambo au kutaka jambo kwa hao wachawi, basi lam tuqbal salatu 40 yauma, sala yake haitokubaliwa kwa muda wa siku 40. Kile kitendo cha kuinua mguu mosi, mguu pili, kwenda kwa mchawi, kwenda kwa mganga, mpiga ramli, mpiga falak, basi mtu huyu akaenda akamuuliza, akapeleka shida zake na kadha, basi swala yake haitokubaliwa kwa muda wa siku 40. Sasa sikwambie yule mchawi mwenyewe, huyu ni yule ambaye amekwenda tu mara moja, labda amepeleka, bwana mimi biashara zangu zimeyumba, pale napokaa naona kuna habari sizielewi, akapewa matarasimu, akapewa mizizi fulani, akapewa nazi, akavunja njia panda fulani, wama shabaha dhalika min alkhuzabalat walmunkarat walkhurafat. Basi mtu huyu ikiwa ni Muislamu yusalli sala 5, afahamu kwamba toka alipokwenda aliyofanya muda wa siku 40 swala zake hazikubaliwi, na atatakiwa aendelee kuswali kama kawaida, lakini thawabu juu ya lile hatopata. Limadha? Kwa ile kwenda kwake kwa makuhani, ambao hawa ni katika jumla ya wachawi, katika jumla ya uchawi ambao umekatazwa, uchawi ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atuambia la yuflihu sahiru haitha ata, hautafaulu wewe. Biashara zako, mambo yako, sijui umeenda kwa ajili ya ndoa, mambo haya hayatofanikiwa, mwisho itapelekea ni kusambaratika na kuharibika mambo yako. Kwa nini? Kwa sababu mchawi hafaulu kwa namna yoyote. Wale wafateni wale watu ambao wameenda kwa waganga kwa ajili ya mambo haya na mfano wake, maisha yao yakoje? Maisha yao ni maisha ya wasiwasi na maisha ya mchecheto. Yamekuwa na maisha ya wasiwasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshahukumu kwa mtu wa namna hii hawezi kufanikiwa, laisa fi dunya wala fil akhirah, sio duniani na wala sio akhirah. Le, kwa sababu anafanya min al-umuri al-muhlikat, katika mambo yenye kuangamiza, uchawi. Kwa nini uwe mchawi? Fanya kazi kwa bidii, muombe Mola wako Allah tabaraka wa taala akujalie kheri, akurahisishie riziki zako. Kuwa na heshima na wale wateja wako, kuwa na heshima na wale mabosi wako. Usiende kwa wachawi, acha ujinga, unaingia katika mambo ya kwenda kukuangamiza na kuharibu dunia yako. Usiende kwa wachawi kwa ajili eti ya kupandisha cheo, usiende kwa wachawi kwa ajili eti bosi wako akupende, usiende kwa wachawi kwa ajili eti uwavute wale wateja. La hasha, acha
hiyo ni kufru, unaangamia. Kwa nini uwe mwana wa kuangamia? Akhraja al-Imam al-Bazzar rahimahullah ta'ala an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa minna man sahara au suhira lahu, si katika sisi yule ambaye aliyefanya uchawi au aliyefanyiwa, alienda kuomba afanywe uchawi, ni kurogwe kwa ajili ya jambo lake, basi mtu huyo laisa minna, hayupo katika mfumo, hayupo katika dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yule mtu ambaye atakayemwendea kuhani, mganga wa kienyeji, mpiga fereki, muandika makombe, fasaddaqahu bima yaqul, akamkubalia na yale anayosema, basi mtu huyo faqad kafara bima unzila ala Muhammad, amekufuru kwa yale, ameyakufuru yale yaliyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaliyoteremshwa kwa Mtume sana ndio dini. Ameikufuru dini, yeye amechagua njia nyingine, ameacha njia ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazimianeni na dua al-adhkari as-sabah wal masa, lazimianeni na jiradi za kujiombea asubuhi kabla hamjatoka makwenu, na jioni muombe Allah subhanahu wa ta'ala akulinde min kaidi shaytan wasahara, na vitimbi vya mashaitani na hawa wachawi, na wala usifanye na wewe mambo ya kichawi. Uchawi hautolewi kwa uchawi, mwenye kutoa uchawi kwa uchawi basi fahuwa faqad kafara bima unzila ala Muhammad, amekufuru juu ya yale yote yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni nani katika sisi yuko tayari atanyosha mkono akasema na mimi niko tayari kukufuru na kuyakanusha yale ambayo aliteremshiwa nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa hakika hamna. Sasa iweje tunawaendea watu hawa? Leo hii matangazo yamejaa, hawa watu wamejaa kwa kiasi kikubwa. Limadha? Kwa sababu inaonyesha kwamba wateja ni wengi, na wateja minal muslimin. Sasa tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tujiepushe na hawa madajjal, midadajajila, waongo, kadhabun. Hawa ni waongo, fattanun, hawa ni wafitinishaji tu, hawana lolote. Hawa ni majambazi, yaakuluna amwala an-nas bil batil, wanakula mali za watu kwa dhulma. Mnawapelekea mali hawa, wewe wanakwenda kula kwa dhulma, wanawaongopea. Hizi ni fani za uongo na udajjal. Walio waislamu tujiepushe na hayo, na tuepushe dini yetu kusokomezewa na kuingiziwa mambo haya, kwamba mambo haya yakiyafanya hata mtu ambaye anatasiwa annahu sheikh au annahu ustadh au annahu muallim au annahu kwamba huo ni uchawi. Huo ni uchawi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia jitanibu as-sab'a al-mubiqat, akaelezea katika hayo saba. As-sihr ni uchawi. Uchawi ni kitu kibaya mno, tujiepushe ndugu zangu na mambo hayo. Na hivyo hivyo katika maskani zetu, katika maeneo yetu, tuwe tunanasihiana na kuelekezana watu kujiepusha na mambo haya. Wale ambao wameingia katika vyama vya wachawi, katika vyama vya wanga, watoke wamche Mola wao, waachane na uwanga na kukwanga, na wale wachawi waache uchawi, na wale wanajutia waganga wa kitabu nao ni wachawi, waache uchawi wao, watubie kwa Mola wao Allah tabaraka wa taala, kwani hakika la yuflihu as-sahiru haythu ata, mchawi hatofaulu kokote aendako. Hapa duniani hatofaulu, wala fil akhirah hatofaulu. Shabab, vijana, jiepusheni na uchawi, jiepusheni na wachawi, wala sio mwenendo wala sio fani ya kuingia. Kwa sababu ni nini?
ni uongo, ni minal kadhabin, ni udajjal, ni ukhurafi, ni ukhurafi na munkar na min sab'al mubiqat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma sallimna minal wachawi, ewe Allah tusalimishe na wachawi na wanga na vitimbi vyao. Ya Allah, tunakuomba tuneemeshe katika nchi yetu hii ya Tanzania, uwaneemeshe raia wa nchi hii ya Tanzania wa kuabudia wewe Allah tabaraka wa taala. Allah, utujalie tudumishie amani katika nchi yetu, tuishi kwa amani. Tumekoma kwa yale tuliyoyaona huko nyuma. Ewe Allah, wala tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, usituangamize kwa yale wanayofanya wapumbavu miongoni mwetu. Ewe Allah, mlinde rais wetu Mama Samia Suluhu. Ewe Allah, muwafikishe katika uongozi wake kwa kutumia busara, hikma, haki na uadilifu, na hivyo hivyo na serikali yake yote. Ewe Allah, vijalie vikosi vya ulinzi na usalama vya nchi hii, uvipe nguvu wa kuweza kutekeleza majukumu yao katika kulinda raia na mali zao, katika kulinda mipaka ya nchi hii, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.